Basi tunamshukuru Mungu kwa neema na baraka zake anazotujalia katika maisha yetu ya kila siku, na tunamshukuru kwa nafasi ambayo ametupa tunapoanza semina yetu siku ya leo, tunapoenda kumwomba ili abariki mwaka 2026. Najua wengine tumeshaomba tayari, lakini basi sala zinahitajika kila wakati, na kila wakati tunatakiwa kuwa mikononi mwa Mungu, kama ambavyo adui wakati wote yuko kazini kutafuta maisha yetu, mipango yetu na miradi yetu. Somo ambalo tutajifunza au tutaanza kujifunza siku ya leo, kwa wale ambao pengine tunaandika, tunaweza kuandika somo linalosema au kichwa cha somo kinachosema nguvu ya damu ya Yesu kwenye familia iliyofungwa kiuchumi. Nguvu ya damu ya Yesu kwenye familia iliyofungwa kiuchumi. Hili ndilo somo ambalo tutajifunza kwa siku kadhaa ambazo tutakuwepo hapa, na tunataka kwanza tuone kwenye kitabu cha Waamuzi ile sura ya 6 aya ya kwanza mpaka aya ya 6. Kitabu cha Waamuzi sura ya kwanza sura ya 6 aya ya kwanza mpaka ile aya ya 6, na kichwa cha somo kinasema nguvu ya damu ya Yesu kwenye familia iliyofungwa kiuchumi. Kitabu cha Waamuzi sura ya 6 aya ya kwanza mpaka ile ya 6 inasema, kisha wana wa Israeli walifanya yaliyo maovu mbele za macho ya Bwana. Bwana akawatia mikononi mwa Midian muda wa miaka 7. Mkono wa Midiani ulikuwa na nguvu juu ya Israeli. Tena kwa sababu ya Midiani, wana wa Israeli walijifanyia hayo mashimo yaliyo milimani na hayo mapango na hizo ngome. Basi ikawa hapo Israeli walipokuwa wamepanda mashambani, Wamidiani wakakwea na Waamaleki na hao wana wa mashariki wakakwea juu yao, wakapanga marago juu yao na kuyaharibu hayo maongeo ya nchi hata ufikapo Gaza, wala hawakuacha katika Israeli riziki ziwazo zote, kondoo wala ng'ombe wala punda, kwa maana walikwea na ng'ombe zao na hema zao, wakaja mfano wa nzige kwa wingi wao, na ngamia zao pia walikuwa hawana hesabu. Nao waliingia katika hiyo nchi ili kuiharibu. Israeli walitwezwa sana kwa sababu ya Midian, nao wana wa Israeli wakamlilia Bwana. Hii aya ya 6 imenifurahisha sana. Israeli walitwezwa sana. Neno kutwezwa ni kudharauliwa. Neno kutwezwa ni kunyanyaswa. Neno kutwezwa ni kupuuzwa. Hii ni simulizi inayohusu wana wa Israeli, ambapo baada ya kutenda dhambi, Mungu aliruhusu wakatawaliwa na hili taifa la hawa watu wanaoitwa Midiani. Simulizi hii inaonyesha kwamba hawa wana wa Israeli, baada ya kuwa wamekuwa mikononi mwa hawa Midiani, maana yake ni kwamba walikuwa watumwa kwa Midiani. Kwa hiyo walikuwa wanasubiri wana wa Israeli wakilima. Unapofika ule muda wa mavuno, wa Midiani wanatokeza, wanaenda wanavuna kile ambacho wana wa Israeli walikuwa wamekipanda. Kwa hiyo ikafika hatua wana wa Israeli wakilima, ule muda wa kuelekea sasa kuvuna, kule Wamidiani wanapata taarifa
kwamba wale jamaa wameshapanda na muda wa kuvuna umefika. Walikuwa wakifuga kama ni mifugo, ikishakuwa mingi familia kwa familia, Wamidiani wanatokeza. Wakitokeza wanaichukua ile mifugo yote, wanaondoka nayo. Unaweza ukaniuliza sasa, hili somo lina uhusiano gani na familia iliyofungwa kiuchumi? Mwezi wa 10 mwaka jana nilikuwa nabadilishana mawazo na baba mmoja. Hadi tulikuwa kwenye semina parokia fulani, akawa amekuja, akawa anasema kuna mambo ambayo yanafanya hayasogei, hasa eneo la kiuchumi. Kweli kwetu sisi tumesoma, hilo tunamshukuru Mungu, lakini jambo ambalo tuna changamoto nalo ni uchumi. Na hii hali imepelekea mpaka watoto wangu wote wamemaliza, mwingine amemaliza masters, wengine wawili wana degree. Huyo wa masters ana miaka kama 6, yuko mtaani, hajawahi kupata hata sehemu ile ya kujitolea. Akaniambia, nikiangalia pia upande wa kaka yangu, naye amesoma sio haba, lakini na watoto wake ni hivyo hivyo, lakini hakuna mtoto wake hata mmoja ambaye ana permanent, ana ajira ya kudumu, kwamba kama wapo wanajishikiza tu kwa muda. Nikiangalia pia na wadogo zangu ambao ni dada zangu kule walikoolewa, pia hali yao ya kiuchumi sio nzuri. Akaniambia, mimi sio mtu wa starehe. Ningekuwa na pengine nasema kwamba ni mtu wa starehe, labda ningesema pesa zangu zinaishia kwenye starehe, lakini unavyoniona hivi, mimi sio mtu wa starehe na mimi sio mtu wa wanawake. Anauliza, sasa hapo naweza nikawa nimekosea wapi? Ndilo swali alilokuwa na jaribu kuniuliza. Kwamba kwamba nimekosea wapi? Ndilo swali ambalo alikuwa anajaribu kujiuliza. Hiyo sauti hakuna namna inaweza au mimi mwenyewe ndo naumia masikio na wengine sio? Hakuna namna inaweza ikapungua? Ni sawa? Au ndo umechomeka pale? Nitumie hii ndogo, sio? Kwa hiyo huyu ndugu akawa na jaribu kuniuliza. Nikamwambia siwezi kuwa mganga wa kuweza kufahamu kwamba nini ambacho kinazunguka hasa kwenye eneo la kiuchumi. Sema kwenye mambo mengine tuko vizuri sana, lakini shida tu ni kwenye eneo la kiuchumi. Yaani sisi ni wale watu tunaotumia juhudi sana, lakini tunapata matokeo kidogo. Na hili ni kweli, kuna watu ambao kwenye hii nchi wamesoma sana, lakini huwezi ukawasikia popote pale serikalini, yaani kama vile hawajasoma. Alichonishangaza zaidi, akaniambia, mimi unaponiona hapa na PhD na nimekuwa mtu wa kuandika miradi ya kimataifa. Alishiriki pia kuandaa sera ya nchi ya Ghana. Alikuwa kwenye moja ya majopo yale ambayo rais wa Ghana wakati huo aliwaita kwa ajili ya kutafuta mwelekeo wa nchi yake. Lakini anasema pamoja na kulipwa pesa zote hizo, mimi sielewi huwa zinaenda wapi. Nikamwambia okay, sawa, ngoja tusali.
Pale parokiani kulikuwa na chepo ya kwenye nyumba ya mapadri. Kaambia basi twende tukasali kwenye chepo, alafu tutaendelea kusali. Tuanze tu kila mwezi nikija huu mkoa utakuwa unaniona, alafu tunasali. Basi kaenda kafungua chepo, tukaingia tukasali, kakaa kimya kidogo, baadaye tukasali. Tulipokuwa tunasali akawa kama na kakamaa. Baada ya kukamaa akaanza kuzungumza lugha fulani. Akasema akiwa anazungumza yeye haelewi. Akasema sisi ni wazee wa familia ambao tumehakikisha hii familia haitoi mtu ambaye ni mkuu kwenye eneo la kiuchumi. Akasema kwa nini? Zile spiriti sasa zikaongea. Akasema amuulize baba yake, na wakati huo baba yake alishafariki. Babu yake wakati akiwa na afya nzuri, kuna wakati alipata changamoto ya kiafya. Afrika tunajua kwamba sisi ni wale ambao wazee watu walikuwa na uwezo wa kuoa wake 2, 3, 4 hivyo. Kwa hiyo mmojawapo kwenye hii familia alipata vijana. Sasa huyu babu yake na huyu baba hawakuendana vizuri sana na mtoto wake, kwa sababu kuna muda alimnyanyasa sana mtoto wake, aliwanyanyasa sana watoto wa kiume kwa ujumla wa ile familia. Kwa hiyo mwisho wa siku yule mzee akapata changamoto ya kiafya, na hawa vijana wakawa wametawanyika, akawaita wakawa wana delay kwenda, wanachelewa kwenda. Kwa nini? Kwa sababu walikuwa hawana ule upendo kutoka ndani. Bahati mbaya yule mzee akawa amefariki, babu yao sasa. Lakini kabla hajafariki kuna tendo alilifanya. Akasema yule mzee kabla hajafariki ni kama alitoa laana. Akasema nyie watoto wangu nimewalea, nimekaribia kufa na hangaika na waita hamji kwa sababu tu mnatafuta. Lakini huyu mzee asisahau kwamba yeye alitengeneza mazingira kama hayo. Kwa hiyo yule mzee akatoa laana, akasema mtatafuta lakini hamtafika mbali. Kwa hiyo series hakuna mtu aliyekuwa anajua. Hata huyu mzee wakati anapata hii hali fulani, kuna hiyo hali alikuwa nayo. Tunatoka kwenye familia ambazo sisi wenyewe tunaweza tukawa tumeanzisha makosa au dhambi, na hizo dhambi zikawa sababu ya kutufunga sisi wenyewe tulizozianzisha. Unajua, unaweza ukawa umezaliwa kwenye familia nzuri kabisa ambayo ina wazazi wazuri, wana maadili mazuri, lakini wewe kama wewe ukaanzisha dhambi mpya kwenye familia, na ile dhambi ikafungua mlango wa kukuletea majeraha kwenye maisha. Au unaweza ukawa umezaliwa kwenye familia ambayo tayari kuna dhambi imetendeka, na hiyo dhambi imesimama kama zuio la kuwazuia watu. Labda naweza nikazungumza kwa lugha hii ukanielewa. Baraka ni mfumo. Tumsifu Yesu Kristo. Baraka ni nini? Ni mfumo. Kwa mfano nchi ya Tanzania ni mfumo. Ndio maana unapozaliwa kwenye nchi ya Tanzania, hata kama haujui katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inasemaje, unaweza ukaishi mpaka ukafa hujawahi kusoma katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini ukawa unafahamu kwamba nikifanya hivi ni kosa, nikifanya hivi si kosa. Kwa hiyo unajikuta unaishi kwenye mfumo wa ile katiba. Ndio maana hata raia wa kigeni anapokuja Tanzania anapewa masharti kwamba ili uwe raia wa Tanzania kwa muda unatakiwa ufuate sheria za Tanzania ambazo ni hizi na hizi na hizi. Kwa hiyo baraka huwa ni mfumo. Ndio maana wana wa Israeli mpaka leo wana favor, si kwa sababu ni watu waliokuwa wanaishi maisha ya uadilifu sana. Hapana, walikuwa wanaishi maisha ambayo Mungu, wanafika mahali wanamkosea Mungu, Mungu anawasamehe
Kwa nini alikuwa anawasamehe? Ni kwa sababu alikuwa ametengeneza mfumo tayari, yeye na Ibrahim. Ukisoma kitabu cha Mwanzo ile sura ya 15 kuanzia aya ya kwanza mpaka 22, ukifika ile aya 22, Mungu anaapa, anasema kama nikubariki nitakubariki wewe na uzao wako. Maana yake anamwambia Ibrahim kwamba nitakubariki inavyowezekana. Kwa hiyo baraka huwa ni mfumo. Kuna watu ambao wanaweza kuzaliwa kwenye mfumo wa baraka na wao wakajikuta wanatembea kwenye huo mfumo wa baraka. Ndio maana kiongozi yeyote anapokuwa madarakani huwa anatengeneza mfumo kwenye uzao wake. Yaani usije ukamlaumu kiongozi leo amekuwa rais au amekuwa waziri ukaona anawaingiza watoto wake kwenye mfumo wa serikali ukamlaumu. Yaani huo ni mfumo, uko hivyo. Hata wewe leo ukiwa na madaraka ya aina yoyote kwenye nchi lazima utawaweka watoto wako. Yaani hiyo inakuja automatic. Kwa nini? Ni mfumo unajitengeneza kwa mazingira hayo. Kwa hiyo baraka huwa ni mfumo. Lakini pia laana ni mfumo. Vile vile ambavyo baraka ni mfumo, laana pia huwa ni mfumo. Ndio maana huwa tunasema kuna mifumo inayotawala na kuna mifumo inayotawaliwa. Kwenye nchi kuna mifumo inayotawala, kuna mifumo inayotawaliwa. Kwenye familia kuna mifumo inayotawala, kuna mifumo inayotawaliwa. Kwenye ndoa kuna mfumo unaotawala, kuna mfumo unaotawaliwa. Sasa wana wa Israeli baada ya kuwa wametenda dhambi, Mungu akawaingiza kwenye mfumo wa kutawaliwa na Wamidiani. Kwa hiyo kila walichokuwa wanakipata Wamidiani walikuwa wanakuja wanakichukua. Maana yake ni kwamba hawa ni watu ambao walikuwa kama vibarua. Ukishaona unaishi maisha ya namna hii, ni kama vile unaishi maisha ya Kimisri. Kumbuka wana wa Israeli walipokuwa Misri walikuwa wanaruhusiwa kufanya kazi, lakini walikuwa hawaruhusiwi kumiliki chochote. Wao wamejenga mapiramidi, wao ndo walikuwa wanailisha nchi ya Misri. Ndio maana hata Mungu anapotaka wana wa Israeli watoke utumwani Misri, ilikuwa ni ngumu Farao kuwaachia. Kwa nini? Ndo walikuwa watumwa wa taifa la Misri. Kwa wanafanya kila wanaloweza kufanya, wanatumikishwa, lakini hawaruhusiwi kumiliki chochote. Kwa hiyo wana wa Israeli kwa muda wa miaka 430 walikuwa kwenye mfumo wa kutawaliwa. Wanafanya kazi lakini hawamiliki. Ndio maana ukijikuta uko kwenye maisha ya kufanya kazi lakini haupati matokeo, maana yake ni kwamba ni kama uko kwenye mfumo wa Kimisri. Unaruhusiwa kufanya kazi lakini hauruhusiwi kumiliki chochote. Unaruhusiwa kuishi kwenye ardhi lakini hauruhusiwi kumiliki ardhi. Sasa angalia wana wa Israeli baada ya kuwa wametoka Misri, wanapofika kwenye nchi ya Kanaani, cha kwanza kabisa wanachopewa ni ardhi, possession, umiliki. Walipokuwa Misri walikuwa hawaruhusiwi kumiliki chochote. Tuna watu ambao wametoka kwenye aina fulani ya familia ambazo hawamiliki chochote. Hawamiliki uongozi kwenye nchi, hawamiliki biashara kwenye nchi, hawamiliki hata elimu kwenye nchi wala kwenye familia. Sasa ukishaona kitu au saini kama hiyo iko kwenye familia, ujue kwamba kuna namna hii familia imefungwa kwenye eneo la kiuchumi. Niliwahi kusema mahali fulani, nafikiri hata hapa nakumbuka, ni kwamba tunapokuwa tunazungumza utendaji kazi wa baraka, unapokuwa umezaliwa kwenye familia ya baraka, baraka inaoperate kila eneo la maisha ya mtu. Inaweza ikakubariki kwenye eneo la uzao, ukakubarika kwenye eneo la kazi, ukakubarika kwenye eneo la biashara, ukakubarika kila eneo. Lakini ni tofauti na utendaji kazi wa laana. Laana huwa inaweza ikaelekezwa kukaa kwenye eneo. Mfano, mmewahi kuona kwenye familia moja watoto wa kike na wa kiume, kwenye familia hiyo hiyo unakuta watoto wa kiume wanafanya vizuri sana, yaani kila wanachokifanya kwenye maisha yao kinanyoka. Lakini watoto wa kike wa familia hiyo hiyo kila wanachofanya kwenye maisha akiendi. Lakini familia hii moja.
Maana yake ni kwamba unaweza ukakuta laana hiyo haiko upande wa watoto wa kiume, iko upande wa watoto wa kike. Na unaweza ukakuta kwenye familia hiyo hiyo watoto wa kike kila wanachokifanya kwenye maisha kinaenda, lakini upande wa pili wa watoto wa kiume kila wanachofanya kwenye maisha hakiendi. Maana yake unaweza ukakuta ni kwamba hiyo laana haioperate kwa watoto wa kike, inaoperate kwa watoto wa kiume tu, kwamba kama ni kufanikiwa wafanikiwa watoto wa kike tu, wa kiume wasifanikiwa. Ni hivyo hivyo, unaweza ukakuta nyie hamna shida kwenye ishu ya uzao, mnaoana kuolewa na mnaenda mnazaa vizuri kabisa, lakini shida yenu ikawa ni kwenye uchumi. Unaweza ukakuta mnasoma vizuri kabisa, wala shida ya elimu na vitu gani haipo, lakini shida ikaja kutengeneza zile elimu zenu kuwa pesa. Maana yake unaweza ukakuta kwamba wengi ni eneo la kiuchumi. Ndio maana sasa tuna watu ambao wengi huwa wanatumia nguvu nyingi sana, wanapata matokeo kidogo, lakini kuna mtu anakuta anabonyeza tu button kidogo, maisha yanaenda. Unajiuliza utofauti uko wapi? Utofauti ni mfumo uliokupokea. Ikiwa umezaliwa kwenye familia ambayo ina mfumo unaozuia wakuu wasionekane, itakuwa ni ngumu wewe kutokeza kuwa mkuu, na hata pale utakapoinuka kuwa mkuu lazima ukutane na vita. Kwa nini? Mfumo uliokupokea haukutengenezi kuwa mkuu. Lakini unaweza ukajikuta umezaliwa kwenye familia ambayo mfumo uliokupokea unawatengeneza wakuu, unawazaa wakuu na unawaibua wakuu. Sasa ni kazi yako sasa kucheki mfumo ulionipokea ni mfumo wa aina gani, na hilo likikusaidia, ukifanikiwa kuligundua hilo, itakusaidia kuliko kufanya kazi kwa juhudi nyingi sana na matokeo kidogo. Angalia kwanza mfumo uliokupokea ni mfumo wa aina gani. Ndio maana Kristo anapokufa msalabani anatuachia mfumo wa damu yake takatifu. Anasema ni damu inayonena mema kuliko ile damu ya Habili. Damu ya Habili ilipomwagika ilikuwa inatoa lawama kwenye ardhi, ilikuwa inatoa lawama kwenye familia ya mzee Adamu. Lakini damu ya Kristo inapomwagika inaondoa lawama kwenye ardhi, inanena mema kwenye maisha ya kila mtu. Juzi kuna katibu mkuu mmoja wa wizara akanipigia simu. Mimi bana huwa na wanafunzi wangu wazuri sana. Wanafunzi wangu ni wale wanafunzi ambao mambo yao yakiwa yameenda hivi hawanitafuti, ile yakiwafika hapa anatafuta simu ilipo. Mwalimu, asa huyo kiongozi mwezi uliopita akanipigia simu, akaniambia kaka uko wapi? Kaambia niko sehemu fulani. Kaambia nimekuta kitu cha ajabu sana ofisini. Kaambia kitu gani? Ofisi yake ni ile ofisi ambayo unafungua kwa password hata kama ukiwa mbali. Kama unataka kumruhusu mtu kuingia, unaweza ukaifungua kwa password, lakini ukampa dakika kwamba kama unaingia ofisini ukae dakika ngapi? 5. Baada ya pale kwenye simu kabisa anaweza akafanya nini? Akafunga nini? Mlango. Kwa hiyo haikaririki kwamba hakuna mwingine anayejua isipokuwa yeye. Ameenda ofisini anafika ofisini, anakaa kwenye kiti, anaangalia kama kuna karatasi fulani. Hii karatasi mbona sikuiacha hapa? Lakini anapofunua hivi anakuta kinyesi cha mwanadamu. Afana akanipigia simu akasema hapa siingii.
Kaambia, si ndio umeshaingia? Kaambia, mwalimu uko wapi? Kaambia, niko sehemu fulani. Ngambia, okay, usiogope, mimi nampigia padre simu, anakuja hapo ofisini, wala usiogope. Nikampigia father simu, father akawa ameenda. Father akaenda akabariki ile ofisi. Baada ya kubariki ile ofisi, father akaondoka, akachukua na kile kitu, kaenda akatupa. Mchana akapata simu kutoka kwenye mkuu wa nchi. Mkuu wa nchi akamwambia, sikiliza, ilikuwa nataka leo nitengue uteuzi wako, lakini nimekuja kugundua kwamba ni fitina za watu. Nenda ufanye kazi, nenda ufanye. Tuna Wakristo ambao kweli Mungu ametujalia tumepata nafasi, lakini baada ya kupata hizo nafasi huwa tuzikabidhi vizuri kwa Mungu. Kwa maana yake huyu angezembea tu kidogo, akasema haya ni mapicha picha tu, angezembea tu kidogo, ilikuwa inakula kwake. Tuna familia ambazo, tuna watu ambao tunaona kabisa kuna mambo fulani hayaendi vizuri, lakini tumekaa kimya, tunasubiri vitokee. Yaani tunasubiri ile kwamba tuchomoke, kila mmoja achomoke kivyake. Ni kweli unapokuwa unafanya juhudi za kuchomoka wewe kama wewe, ni jambo zuri, lakini askari mzuri wa vita ni yule ambaye kabla hajaenda vitani huwa anakaa chini, anapiga mahesabu na anasoma ramani za adui, gharama atakazolipa, njia atakazotumia kujipatia ushindi, na aina ya silaha atakayoitumia kwenye vita anayoenda kupigana. Kwenye huu ulimwengu wa leo, na hata ulimwengu uliopita, na hata ulimwengu unaokuja, watakaokuwa washindi wa eneo lolote la kimaisha, iwe ni kwenye siasa, iwe ni kwenye biashara, iwe ni kwenye uongozi, iwe ni kwenye eneo lolote la kiumiliki, ambao wamewahi kuwa watawala, ambao wamewahi kuwa wakuu wa mifumo, ambao wamewahi kuwa wakuu wa maeneo yoyote ambayo walihitaji kuwa wakuu, sio watu waliotumia nguvu za mwilini, ni watu waliotumia nguvu za rohoni. Sasa tunawezaje kuitumia damu ya Yesu kutuokoa kwenye aina fulani ya maisha tuliyofungwa? Iwe ni maisha ya kimtazamo, iwe ni maisha ya kifamilia, iwe ni maisha ya kikazi. Tunawezaje kuitumia hii damu ya Yesu? Kwanza unatakiwa kufahamu kwamba damu ya Yesu ni password ya kufungua changamoto ya aina yoyote ya kimaisha. Damu ya Yesu ni password ya kufungua mlango wa aina yoyote ambao umefungwa na mwanadamu, ambao umefungwa na shetani, au ambao umefungwa na historia mbaya, au ambao umefungwa na mfumo uliokupokea. Kitu pekee utakachoweza kukitumia ni damu ya Yesu. Kwa nini damu ya Yesu? Tusome kile kitabu cha Ufunuo. Tutakutana na mambo 7 ambayo damu ya Yesu imeyatoa. Kitabu cha Ufunuo, ile sura ya 5 kuanzia aya ya 9 mpaka ya 11. Kuna mambo 7 ambayo damu ya Yesu imeyazungumza. Baada ya kuwa imemwagika, ilitoa mambo 7. Kitabu cha Ufunuo sura ya 5 ile aya 9 mpaka aya ya 11. Inasema kitabu cha Ufunuo sura ya 5 aya 9 mpaka ya 11. Inasema, wastahili
nao waimba wimbo mpya wakisema, wastahili wewe kukitwaa hicho kitabu na kuzifungua muhuri zake, kwa kuwa ulichinjwa ukamnunulia Mungu kwa damu yako watu wa kila kabila na lugha na jamaa na taifa. Ukamnunulia. Kwa hiyo kwenye ulimwengu wa kiroho, damu ya Yesu ni currency unayoweza kuitumia kununua chochote unachotaka kukimiliki kwenye maisha yako. Ndio maana anasema, kwa kuwa ulichinjwa ukamnunulia Mungu kwa damu yako watu wa kila kabila na lugha na jamaa na taifa, ukawafanya kuwa ufalme, ukawafanya kuwa ufalme na makuhani kwa Mungu wetu, nao wamiliki juu ya nchi. Ukawafanya kuwa ufalme na makuhani kwa Mungu wetu, nao wamiliki juu ya nchi. Hebu niwaulize wapendwa, tuna damu ya Yesu, tunamiliki nini kwenye nchi? Tunamiliki nini kwenye mifumo ya nchi? Kila siku tunakomunika, tuna hiyo damu ambayo inaweza ikatengeneza jambo lolote. Tuna hiyo damu ambayo inaweza ikaingia kwenye mfumo wa aina yoyote. Tunamiliki nini kwenye familia zetu? Tunamiliki nini? Watoto wetu wanamiliki nini? Sasa angalia, Wakristo tumekuwa watumwa na vibarua. Wale ambao hawana damu ya Yesu ndo wana nguvu, maamuzi, biashara, uwezo na kila kitu kwenye nchi. Sisi ambao damu ya mwanakondoo ilinunua kila kitu, tuna nini? Kwa sababu kama damu ya Yesu ilimwagika na haufaidiki nayo, ina maana gani? Kama hii damu ya Yesu imemwagika kwa ajili ya familia yako na stili familia yako imefungwa kwenye maeneo mbalimbali, hii damu ya Yesu inakusaidia nini? Kama hii damu ya Yesu imemwagika ili umiliki na haumiliki hata kipande cha ardhi, unamiliki nini? Manake uko kwenye mfumo wa kimisri, unafanya kazi lakini hakuna unachokimiliki. Sasa angalia hii damu ya Yesu ilipomwagika, nini ilifanya? Ile aya 11 inasema, nikaona nikasikia sauti ya malaika wengi pande zote za kile kiti cha enzi na za wale wenye uhai na za wale wazee, na hesabu yao ilikuwa 10,000 mara 10,000 na 1000 mara 1000, wakisema kwa sauti kuu, astahili mwana kondoo aliyechinjwa kupokea. Angalia haya mambo 7 sasa. Jambo la kwanza, uweza. Manake hii damu ilipomwagika ilitupa uwezo. Jambo la pili, utajiri. Sio tu wa rohoni, na utajiri wa vitu. Utajiri sio dhambi. Tusiwe na nosheni za ajabu ajabu kwamba tajiri yeyote, kuwa na utajiri ni kuwa na dhambi. Hii damu imetupa utajiri, as long as ni utajiri wa halali, tunaruhusiwa kuwa nao. Tunaruhusiwa kuwa na utajiri kama wa Ibrahim. Imetupa utajiri, ameweka mabano. Inategemeana sasa ni utajiri gani unaoutaka, hiyo damu ya Yesu itakupa. Ni utajiri wa kisiasa, ni utajiri wa kiuongozi, ni utajiri wa kifedha, ni utajiri wa kimamlaka, ni utajiri wa kifamilia, ni utajiri wa kiamani. Ni wewe sasa. Ikatupa uwezo, ikatupa utajiri. Jambo la tatu, ilitupa hekima. Utajiri na hekima.
Mfalme anategemewa kuwa mtu mwenye hekima. Mtu wa rohoni anategemewa kuwa mtu mwenye hekima. Leo tuna Wakristo ambao fursa zikitokea hawapati hekima ya kuweza kuwekeza kwenye hizo fursa, na hata zikitokea fursa ambazo sio sahihi, wanajikuta wanaingia kwenye hizo fursa ambazo sio sahihi. Maana yake nini? Wamepungukiwa hekima. Hekima kwa lugha nyingine ni kwamba ni maarifa. Na mtu yeyote ambaye hana maarifa, huyo mtu hawezi kuwa na ukuu aina yoyote. Ndio maana Sulemani, Mungu anamwambia unataka nini? Cha kwanza aliomba hekima, aliomba maarifa ya kuwaongoza hawa watu. Kwa hiyo hii damu ya mwana kondoo ilipomwagika, iliachilia na hekima, kwamba kwa hawa wanaonitumainia, ngoja niwape hekima. Kwa hawa wanaonitegemea, ngoja niwape hekima. Jambo la 4, nafikiri kama sio la 5, jambo la 4, nguvu. Alafu hajasema ni nguvu za aina gani? Nguvu za rohoni, nguvu za kiuchumi, nguvu za kiutiisho, nguvu za kuamuru. Nguvu za kuamuru vitu ambavyo havionekani, vitu ambavyo havijawahi kutokea vitokee. Tunawahitaji wale Wakristo ambao kama amezaliwa kwenye familia ambayo hajakuta wakuu, tunatumaini kwamba damu ya Yesu impe nguvu ya kuzaa vitu vya ukuu, vitu vyenye uwezo. Lakini stili tuna familia ambazo hazina nguvu kiuchumi, hazina nguvu kielimu, hazina nguvu kiroho, hazina nguvu kimamlaka. Zipo tu. Tunaishia tu kusema damu ya Yesu, lakini hatujui hiyo damu inatupa nini. Maana yake ni kwamba kila unapoita hii damu, unaita uweza. Tumsifu Yesu Kristo. Kila unapoita hii damu, unaita hekima. Kila unapoita hii damu, unaita utajiri. Kila unapoita hii damu, unaita nguvu. Kila unapoita hii damu, unaita maarifa. Jambo la 5 ni lipi analosema? Heshima. Heshima. Jiulize, una heshima? Unaheshimiwa? Unasikilizwa? Au ni wale watu wa kupuuzwa? Do you know kwamba kuna watu ambao unaweza kukuta hana cheo chochote kwenye nchi, lakini kila mahali anakotokea anaheshimiwa, na hana cheo chochote kwenye nchi, kila mahali anakoenda anapigiwa saruti. Maana yule tajiri wa Iringa yule anaitwa Sasa, si mnamfahamu eh? Hana cheo chochote cha kijeshi, lakini kuna mahali akipita polisi wanapiga. Wale ni watu wakitaka kwenda Ikulu muda wowote wanaenda. Pita sasa wewe yale maeneo, kama hawajakuramba shaba, unatafuta nini hapa? Unatafuta maana yake nini? Heshima. Airport pale kuna watu huwa hawakaguliwi. Msifu Yesu Kristo. Kuna watu hawafanyi nini? Nenda sasa wewe unavua mkanda, unavua. Mnatafuta nini? Hakuna naye kujua. Msifu Yesu Kristo. Lakini kama kuna mtu angekuwa anakujua, ambaye boss, wewe huu sio mlango wako. Mlango wako huku. Kasubiri ndege huku. Ndio unaangalia TV, wanakuletea na chai. Yep. Heshima. Heshima. Kwa hiyo damu ya Yesu ilipomwagika imetuletea heshima. Lakini sisi kama watumiaji wake, sisi kama wanufaika wake,
wa hii damu takatifu, tuna heshima, tunaheshimiwa, tunasikilizwa. Jambo lingine ambalo hii damu baada ya kumwagika ilifanya ni lipi? Utukufu. Utukufu, glory. Manake kila mahali utakapoonekana uwe mtu wa tofauti. Damu ya mwana kondoo imemwagika ikupe utukufu. Na jambo la 7 anasema baraka. Kwa hiyo haya ni mambo 7 ambayo hii damu ya mwana kondoo ilipomwagika tu iliachilia kwa wale wanaotumainia, kwa wale wanaonufaika nayo. Damu ikaachilia baraka. Kila siku tunaomba baraka. Lakini kama watoto wa Mungu, hii damu tunapoita, tunaita baraka. Juzi kuna mtu mmoja ameniletea kesi, mama mmoja na watoto 2. Tunajua tunazaaga kizungu watoto wao 2, wa kike na wa kiume. Wa kike kasoma Uturuki huko Takei, wa kiume kasoma China. Guess what? Wa kike ni shoga, wa kike msagaji, wa kiume ni shoga. Ameniambia, mwalimu, nimepata ugonjwa ambao sijawahi, sijui umetoka wapi. Ukimuuliza, mama, una silaha ya kila kitu, ungeweza kuitumia hii damu ya mwana kondoo inene mema kwenye uzao wako. Sasa hivi tuna watu ambao wana kesi nyingi sana kwamba watoto wangu wamekuwa hivi, wameenda vile. Uliita damu ya mwana kondoo inene mema, kwamba hii damu inene mema kwa watoto wa kike na wa kiume. Ifike mahali umwambie shetani, sijakuzalia watoto, nimemzalia Mungu watoto. Sijazaa watoto kwa ajili ya kuteseka, kwa ajili ya kuniumiza, kwa ajili ya kunihangaisha, kwa ajili ya kunipotezea mwelekeo. Kwa sababu unajua shetani hana chochote alichonacho isipokuwa anatafuta vile vya kimungu, avishike, avitese, aviangamize, avicheleweshe. Unapoona unachelewa kutoboa kimaisha, ita damu ya Yesu ikuaishe. Unapoona unachelewa kufika, ita damu ya Yesu ikufikishe haraka. Unapoona unapuuzwa, ita damu ya Yesu ikupe nafasi. Hii ni currency, hii ni password ambayo inaweza ikaingia popote pale na ikakufanyia mambo unayotaka na yakawezekanika. Kwa hiyo tunapoanza huu msimu wa mwaka 2026, hebu turuhusu hii damu ya mwana kondoo izungumze kwenye huu mwaka. Tuzungumzishe huu mwaka 2026 kwa sauti ya damu ya Kristo, kwamba huu mwaka hautakuwa kama miaka mingine iliyopita. Nitadiri na damu ya mwana kondoo, itaniwezesha. Ngoja niwaambie kitu. Hivi mnajua chochote chenye jina huwa kinasikia? Chochote chenye jina huwa kinasikia, na chochote unapokisemesha kinasikia. Una biashara, umewahi kuisemesha hiyo biashara? Una kazi, umewahi kuisemesha hiyo kazi yako?
una malengo. Umewahi kuyasemesha hayo malengo? Usilaumu tu kwamba vitu havitokei. Vizungumzishe. Chochote chenye jina huwa kinasikia. Kama unabisha, kasome kitabu cha Ezekiel sura ya 37 kuanzia aya ya kwanza na kuendelea. Utakuta Mungu anamwambia Ezekiel aseme neno juu ya ile mifupa, yaani azungumze na ile mifupa. Mungu anamwambia iambie hiyo mifupa, maana yake ile mifupa ilikuwa inasikia. Ezekiel naye anaisemesha ile mifupa. Ezekiel sura ya 37 kuanzia aya ya kwanza. Mungu anamwambia Ezekiel isemeshe hiyo mifupa. Ezekiel anaisemesha. Unajua biashara ni madhabahu, na kuhani wa hiyo madhabahu ni mfanye biashara, ndio kuhani. Kazi ni madhabahu, na kuhani wa hiyo kazi ni yule mwenye hiyo kazi. Familia ni madhabahu, kuhani wa hiyo familia ni huyo mwanzilishi wa hiyo familia. Kwa hiyo siku zote kuhani anaisemesha madhabahu. Padre anaposimama hapa altareni, yale yote anayotamka kutokea hapa altareni anaisemesha hii altare, ambayo ni mfano wa altare ile ya mbinguni. Ndio maana anapotaka kutoa baraka hashuki huku chini, anatoa baraka akiwa huku juu. Sasa tuna Wakristo ambao tunafanya biashara lakini hatusemeshi biashara zetu. Kwa nini usiambie hii biashara yako kwamba biashara yangu katika hali hii utakuwa, utaongezeka, 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 utaongezeka na kuona mbali. Mimi nimejifunza kila mahali ninapokanyaga, ardhi ya pale huwa naisalimia, ardhi ya Mbeya tumsifu Yesu Kristo. Kwenye sala tunasadiki kwa vitu vinavyoonekana na visivyo. Ndio, nikishuka lazima nisalimie ardhi ya Iwambi tumsifu Yesu Kristo. Tuone kama hao wanaoishi kwenye hiyo ardhi, hao wapinzani, hao wa vitu gani. Alafu najitambulisha, namwambia mimi ni mtoto wa Mungu, na kanyaga ardhi hii kwa damu ya mwanakondoo. Chochote kilichotegwa kwenye hii ardhi kwa ajili ya kudhuru, kwa ajili ya kuua, kwa ajili ya kuchelewesha, kwa ajili ya kuangamiza, hakitaniangamiza. Si kuna mtu anaelewa? Juzi nilikuwa Singida, familia moja walinialika, wamejenga nyumba lakini ile nyumba imewashinda kukaa. Yaani usiku wakiwa wamelala wanasikia watu huko jikoni wanapika, wanasikia watu huko wanapita, wanapiga makelele hivyo. Ya nyumba nzuri sana. Ambia mwalimu, tumehamia huko lakini yaani wakiingia tu kulala chumbani wanasikia watu wanapika huko jikoni, utasikia mwiko, utasikia wanaongea, wanafanyaje hivyo. Ambia ngoja nije. Nikaenda. Kuna mapaka yalikuwa, unajua kuna wale paka wanalia kama wanadamu. Yaani kuna mapaka yalikuwa ikifika saa 4 yanaenda pale yanalia, yanatembea kwenye uwanja hivyo. Siku ya kwanza nimefika, tumesali. Kaiambia ile ardhi, kuanzia leo uadui wa wachawi, washirikina na pepo wote wachafu. Ardhi na kusemesha kwa damu ya Yesu na kunyunyuzia damu ya Yesu.
kuanzia leo, maumbo yote ya kipepo hayatakuona. Ikafika saa 4 usiku, nikiwepo, yale mapaka yakaanza kulia, lakini yanalia nje ya geti, yanazunguka. Siku ya pili tukasali tena. Siku ya tatu hakuna kilichoonekana. Ndio tafasiri inayokuambia chochote chenye sikio, chochote chenye jina huwa kinasikia. Ulipoajiriwa kwa mara ya kwanza, ulisema nini kwenye ofisi yako ulioajiriwa? Ulisema nini kwenye kile kiti? Ulisema nini kwenye ile ardhi? Ulipofungua biashara yako kwa mara ya kwanza, ulisema nini? Kwa hiyo usije ukaona mambo leo hayaendi. Nini ulichokitanguliza? Wengine walitanguliza kwamba nikifika nitakuwa nimependeza, taonekana, lakini wanakuzumu tu. Ndio maana wapendwa, mahali kokote ipeleke damu ya mwana kondoo. Ihusishe damu ya Yesu kwenye kila gumu nalo kutana nalo. Peleka damu ya mwana kondoo. Kwa lugha yoyote unayojua, kwa mazingira yoyote unayojua, kwa hali yoyote ambayo unaweza ukasali, peleka damu ya Yesu. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hiyo kwa mwezi huu, kuanzia leo, kwanza leo tutautengeneza huu mwaka, tutausemesha mbele ya Yesu wa Ekaristi, tutaupanga mbele ya Yesu wa Ekaristi. Alafu tutaiomba damu ya Yesu itoe chochote kibaya ambacho kimeingizwa ndani ya huu mwaka. Kumbuka, mauti inaweza ikaingizwa kwenye mwaka, misiba inaweza ikaingizwa kwenye mwaka, shida zinaweza zikaingizwa kwenye mwaka, mateso yanaweza yakaingizwa kwenye mwaka, kesi zinaweza zikaingizwa kwenye mwaka. Yaani mwaka wako ukaingiziwa tu vitu kwamba mwaka huu huyu akutane na hichi. Mapando, kisoma ile kitabu cha Injili ya Luka sura ya 14 kuanzia ya 24, Yesu anasema watu walipolala, alikuja yule adui. Jamaa ameandaa vizuri shamba lake. Baada ya hapo yeye akaenda kulala. Kumbe alipoenda kulala, adui akaja akapanda mapando, magugu. Kwa hiyo gugu, unaweza ukapandiwa gugu la ugonjwa, na huo ugonjwa ukakupotezea mwelekeo kabisa. Manake nini? Wabaya wako wanaweza wakausemesha mwaka kwamba huu mwaka tunataka umletee huyu mtu matokeo ya aina fulani. Yaani wasidiri na wewe, lakini wakadiri na mwaka. Mwaka unaweza ukakatazwa rohoni, watu wakalitaja jina lako kwenye madhabahu za giza na wakauambia mwaka fulani umkatae huyu, chochote atakachokifanya huu mwaka kisipate matokeo ya aina yoyote. Mwaka umesemeshwa na ukashangaa huo mwaka una afya njema kabisa, lakini kila unachokifanya kwenye maisha yako hutoboi. Kwa nini? Ule mwaka umepewa maelekezo, umeelekezwa kwamba huyu password zisifunguke, huyu afike mahali mambo ya mgomee, huyu hivyo. Wewe huku una afya njema, watoto wana afya njema, mke ana afya njema, mme ana afya njema, lakini mambo hayana afya njema. Nini? Mwaka umesemeshwa. Nimesema chochote chenye jina kina sikio. Kwa hiyo kama 2026 hilo ni jina, rohoni linaweza likatumika. Mwaka 2026 tunakusemesha usizae matunda kwenye hii familia, usizae matunda kwenye kazi ya huyu mtu, usizae matunda kwenye mahusiano ya huyu mtu, usizae matunda kwenye juhudi za huyu mtu. Mwaka unasemeshwa.
Wale wazee wa zamani walikuwa wakiona mwaka wanakwambia, wakiona hata mwezi tu wanakwambia mwaka huu kutakuwa na njaa au mwaka huu kutakuwa na mavuno. Walikuwa wanajuaje? Elimu za rohoni. Au umewahi kukutana na wale watu ambao tarehe fulani zikifika, kwenye saikolojia huwa tunasema changamoto ya afya ya akili. Umewahi kukutana na hawa watu Unaweza ukakuta tarehe fulani zikifika, msipokuwa karibu anaweza akafanya majanga, mnamfunga, mnamtania kwamba mwezi umekuwa mchanga. Alafu zile tarehe zikipita, huyo mtu anakuwa mzima, anasubiri tena zile tarehe. Kwa nini? Kwenye ulimwengu wa kiroho tarehe fulani za kila mwezi zimesemeshwa kwamba ukifika muda huu alamu inalia, anakuwa kichaa. Mtakuwa mnamchoma sindano za usingizi, mtakuwa mnampa vidonge, lakini hata kaa pona. Kwa nini? Ameunganishwa kwenye ulimwengu mwingine kwamba zikifika tarehe fulani haya yatokee. Hawa watu tunaishi nao au tuishi nao? Wewe kama hujawahi kuwaona ni wewe, lakini mimi nimewahi kuwaona. Kwa hata mwaka unaweza ukasemeshwa. Msifu Yesu Kristo. Msifu Yesu Kristo. Kwa hiyo mwaka haumilikiwi tu hivi hivi, unamilikiwa rohoni. Usipomiliki mwaka wako kwa rohoni, kwa maombi, usipomiliki mwaka wako kwa damu ya Yesu, usipomiliki mwaka wako kwa sadaka, ujue huo mwaka utamilikiwa mahali kwingine. Kwa hiyo maana yake ni kwamba wewe utakuwa kibarua. Tutumie mfano. Mimi leo, kwa wale ambao huwa tunasafiri kwa ndege, mimi leo naweza nikawa naenda labda Dubai mwezi wa 6. Si sawa Naenda Dubai mwezi wa 6, lakini nakata tiketi leo. Sio kwamba nasafiri leo, nasafiri mwezi wa ngapi? Lakini nimekata tiketi. Si unanielewa? Ile tiketi niliyokata, nisipo cancel, kuna mtu atakaa. Maana yake ile tiketi nimefanya nini? Nimeihold. Maana yake nimefanya nini? Nimeimiliki. Imagine, ulimwengu wa giza wanaenda wanatoa sadaka. Wanasema kwenye huu mwaka watakaofanikiwa ni walio upande wetu tu. Asiye upande wetu asifanikiwe. Yamebuku. Mtaniuliza Mungu yuko wapi? Kwa nini anaacha haya yote? Rudi kwenye kitabu cha Mwanzo. Ngoja niwaambie sasa. Rudi kwenye kitabu cha Mwanzo, wakati Mungu anaumba ulimwengu. Namna alivyojitoa. Mungu ni fundi sana. Angalia alivyojitoa. Mwanzo sura ya 1 aya 26 anasema, Mungu akasema, na tufanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale. Wakafanye nini? Amejitoa. Umeona ameandika tukatawale. Wakafanye nini? Amejitoa. Ndio maana leo unaweza ukaona mapigano duniani, anasema Mungu haoni hivi vita. Alishamruhusu mwanadamu. Wakafanya nini? Kama watatawala kwa kuana, ni wao. Kama watatawala kwa kupendana, ni wao. Kama watatawala kwa kusikilizana, ni wao. Ila mimi sifanyi nini? Siwaingilii. Sasa ambao ni watawala wako upande wa giza, wanajiorganize, wanatoa masadaka. Sema huu mwaka utakuwa wa kwangu tu. Huu mwaka utakuwa walio upande wangu tu. Hiyo imekaaje? Kuna kutoboa hapo. Wamekata tiketi, wamekaa kwenye seat. Kwenye ndege hakuna kusimama, wanasimama wahudumu. Ukifika wanakwambia muda umeisha, tiketi zimeisha, jaribu wakati mwingine. Maana yake ni kwamba jaribu mwaka unaokuja kama utafanikiwa.
Unahangaika na huo mwaka ukifika yamewahi tayari yamebuku. Kwa hiyo unakuwa ni mtu wa kutangatanga tu. Unaenda huku narudi, unaenda huku narudi, unaenda huku narudi, unaenda huku narudi. Uwe na maarifa ya rohoni. Sifu Yesu Kristo. Kanisa Katoliki ni kanisa la maarifa ya kiroho na kimwili, na limejaa maarifa ya kila aina. Hilo ndo kanisa. Kanisa Katoliki linajibu hoja, lakini huwa halijibu hoja za kijinga na za wajinga. Linajibu hoja kwa utaratibu, na linajibu hoja la mwenye akili pale ambapo linahitaji kutoa ufafanuzi. Kama huko nyuma kuna watu wenye akili kama Arius, huyo alikuwa ni padre wa kanisa Katoliki. Tunapokuwa tunasoma kanuni ya imani, kuna mahali hili jamaa linaitwa Arius na wenzake lichengesha tu kidogo, mtaguso wa kanisa ukakaa. Kanisa Katoliki huwa linajibu hoja kama hizo na kuweka mazingira mazuri kama hayo. Kwa hiyo ieleweke kwamba hivi karibuni kwenye taifa letu tumeshuhudia kuona watu wanaojiita Wakatoliki, hata wasiofahamu salamu ya Kikatoliki. Sisi Wakatoliki tuna utaratibu wetu, sio? Tunaanzia kwenye jumuiya, tunaenda kwa paroko, tunaenda kwa askofu, askofu anaenda kwa nani? Anaenda sasa. Tunawauliza wale ambao wanaanza kwenda kwa balozi wa Baba Mtakatifu Nuncio kulishtaki kanisa Katoliki au kumshtaki padre wa kanisa Katoliki au askofu, ni kuwashtaki wa Katoliki. Sasa na sisi wa Katoliki tumesema tunajibu hoja, lakini hatujibu hoja za kijinga na hatujibu hoja za wajinga. Si sawa eh? Kwa hiyo kwa sababu hatujibu hoja za wajinga, hatuwezi kujibu hoja zilizoiburiwa na wajinga zisizokuwa na mashiko. Padre wa kanisa Katoliki akishambuliwa, ni kanisa Katoliki limeshambuliwa. Askofu wa kanisa Katoliki akishambuliwa, ni kanisa Katoliki limeshambuliwa. Kwa hiyo sisi hatuna vipengele vya kanisa kwamba padre hata mlei akishambuliwa, ni kanisa Katoliki limefanya nini? Limeshambuliwa. Kwa hiyo wale ambao njaa imetoka tumboni ikahamia kichwani, na hiyo njaa ikawaelekeza kwamba mtashiba kwa kulizungumza vibaya kanisa Katoliki, wajue kwamba hawalizungumzii vibaya kanisa Katoliki. Kanisa Katoliki limekuwepo toka kuanzia kwa mfalme Nero aliyewatesa Wakristo. Nero alikufa, walitokea wafalme wengine walitesa kanisa, na wao walikufa, lakini kanisa lipo mpaka leo. Hata leo atatokea yoyote wa kulitesa kanisa, atakufa, ataliacha. Kanisa Katoliki ni jana, leo, kesho na hata milele. Kwa hiyo kama unadaiwa vikoba na umeshindwa kulipa na unatafuta namna ya kulipa, alafu ukapata mtu akakwambia kwamba alizungumze vibaya kanisa Katoliki, alafu tukupe hela ya kulipa vikoba, huyo mtu hakutakii mema, ila isipokuwa anakutafutia laana, kwa sababu kulizungumza vibaya kanisa Katoliki ni kujitafutia laana. Na tunaomba wale walio nyuma ya huo mchezo, kabla ya uhai wao kuondoka duniani, wafanye kitubio, kwa sababu kulizungumza kanisa Katoliki vibaya ni kumzungumza Kristo vibaya. Dunia nzima Ukatoliki ndio unaowakilisha Ukristo. Bila Ukatoliki hakuna Ukristo, sivyo? Kwa hiyo Wakatoliki, sisi wenye akili tunawaheshimu mapadri wetu, maaskofu wetu, na tunawapenda na tunawaombea vizuri na tunawatakia yaliyo mazuri
kwenye utume wao. Wasiogope. Wahafidhina tunaopenda imani Katoliki, tunaoilinda imani Katoliki, tupo leo, kesho na kesho kutwa, na tunatamka baraka kwenye vizazi vyetu kwamba vitalipenda kanisa Katoliki, vitaliheshimu kanisa Katoliki, vitalitii kanisa Katoliki. Tumsifu Yesu Kristo wa Katoliki.